Wadau wa masuala ya amani, usalama na uongozi walikongamana mjini Kilifi kuangazia jinsi wanawake watakavyoshirikishwa katika mchakato wa amani na usalama wakati taifa linapojiandaa kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Afisa wa miradi katika shirika la Kenya Community Support Center Kekoske, Fauzia Kasim, amesema wamebaini kwamba kina mama wengi wamesalia nyuma katika mchakato huo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi wa Imarisha unaolenga kufanikisha mchakato huo hadi mashinani, Fauzia amesisitiza haja ya wanawake kuwa mstari wa mbele kupaza sauti zao ili kuimarisha usalama kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu. Tutatekeleza mradi wenyewe kwa kwenda mashinani. Tutafanya kazi na structures za mashinani kama zile za chifu, kama zile ofisi ya DCC, ofisi ya CC na zile za county level. Tutakuwa tunaenda mashinani na tutatekeleza hizo activities tofauti tofauti. Tutafanya kama kupatia mama uwezo katika kuzungumza, katika kuhamasisha, katika kuongea masuala ya amani na usalama. Pia tutaweza kufanya kazi na the male influencers pamoja na chief kuensure kuwa the boy child hajasahaulika katika haya maongezi. Fauzia amesisitiza umuhimu wa kuwajengea wanawake uwezo wa kushiriki katika nafasi za uongozi ili kuhakikisha uchaguzi wa mwaka 2027 unafanyika katika mazingira ya amani, usalama na ushirikishwaji wa kila mwananchi, akiahidi kushirikiana na viongozi mbalimbali. Sisi kama shirika ni one of the many implementing partners za Act Change Transform, na sisi tunafanya kazi katika upawa wa Coast Region. Yes, ndio maana tumeangazia Mombasa, Kwale na Kilifi, na hususan kwa sababu hizi counties tatu mwanzo ziko na changamoto mbalimbali, lakini zinajumuika kutokana na mambo ya sexual gender based violence. Tuko na mambo ya low levels of women participation, tuko na mambo ya radicalization, tumeona election violence. Hizi sababu kwa jumla ndo zinatufanya tunalenga hizo kaunti tatu in the coastal region, lakini kwa sababu ya pia geographical area yetu ya operation ndio maana tunafanya coastal region. Naye waziri wa jinsia katika kaunti ya Kilifi Ruth Dama-Masha amewataka wadau wote kushirikiana ili kuhakikisha msingi na uadilifu unadumishwa katika ngazi za kitaifa na zile za kaunti ili kuhakikisha uchaguzi ujao unafanyika kwa amani na kwa kuzingatia sheria. Mimi hapa katika county government tukishirikiana na ofisi ya gavana hapa kupitia Madam Warda Zige ambaye ni msimamizi mkuu wa mashirika ya ama head of partnerships, tunataka kila mwambie ako hapa ashike wadhifa wake aweze kusaidia masuala ya wanawake, haki na usalama. Tumepunguza zile thematic areas zikakuwa 5 ambao tuko na inclusivity policy, kuna early awareness ambao sasa kwa huu tunataka kuleta hamasa early awareness. Tukisema tunataka wakati wa masuala ya siasa kila mtu amejukumika, tunataka kueleza watu ukiona na kitu kimefanyika katika kule nyanjani uwe mtu wa kwanza kujitokeza. Ni hafla ambayo imehudhuriwa na viongozi mbalimbali kutoka kaunti ya Kilifi, akiwemo naibu kamishna wa kaunti ya Kilifi Samuel Mutisia, hakimu wa mahakama ya Kilifi Ivy Wasike, machifu kutoka maeneo mbalimbali pamoja na makundi ya kina mama, wote wakishinikiza umuhimu wa kina mama kujumuishwa kikamilifu katika masuala ya kuunganisha jamii, hasa katika maeneo ya mashinani. Wamama wako na jukumu kubwa sana ya kutekeleza katika mambo ya amani na usalama. Wakati kuna shida mbalimbali na misoso ya kijamii, wenye wanaumia sana ni wamama na watoto. Lakini wenye wanaweza kuleta amani, sio amani tu peke yake, lakini amani ya kudumu ni wamama. Kwa kweli kwa masuala ya amani, wanawake wako kipaumbele, haswa kwa hili gatuzi letu la Kilifi. Kule tukikaa mahakamani, hata watoto wakija wamefanya makosa, mara nyingi ni mama zao ambao huwa wanakuja kotini, nao ndio wanaishi na hao watoto, na hao ndio wanaweza elekeza watoto vizuri na waweze kukaa nao na pia waweze kushirikiana na mashirika mengine ama vitengo vya serikali kuweza kuona jinsi
watoto wanaweza ama jamii yetu inaweza ishi kwa amani. Kwanza tayari kuhusisha wamama ni mwanzo wa amani, na mimi najua umekuja wakati wa sawa, hususan wakati ambao tunaangalia elections 2027. Wamama watakuwa wamehusika ama watahusishwa pakubwa, na mimi hoja yangu kwa mama ni kwamba wajitume, yani wahusike ili wahusishwe, wajitume kuhusika ili sote tuhusike ili kwa ajili ya ubora wa kaunti yetu. Nikiripotia runinga ya Coco, mimi ni Elizabeth Mwende. Coco FM, ladha ya Pwani.